Pembeni yangu hapa ni naye Madam Happiness Mbele. Yeye ni mkurugenzi wa udhibiti wa mbolea na yuko hapa kwa niaba ya mkurugenzi mkuu. Madam Happiness, karibu sana. Ueleze wa Tanzania nyinyi kina nani na mnafanya nini hapa kwenye maonesho ya wakulima 88 Dodoma? Asante. Kwa majina naitwa Happiness Philo Mbele, ni mkurugenzi wa huduma za udhibiti, mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania. Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji, awali ya yote nipende kuwakaribisha wadau wote wa mbolea katika viwanja vyetu vya maonyesho ya 88 ikiwepo John Malechela ambapo kipo hapa Dodoma, lakini pia kanda ya Mbeya kuna maonyesho yanaendelea mahali pale, kanda ya kaskazini, kanda ya mashariki, kanda ya nyanda za juu kusini na hii ya kati. Kwa kifupi sana, mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania tumeanzishwa kwa mujibu wa sheria namba 9 ya mwaka 2009 inayohusiana na mambo ya mbolea. Na jukumu letu kubwa tuliokasimiwa ni katika kuhakikisha tunadhibiti ubora wa mbolea na visaidizi vya mbolea. Katika kudhibiti visaidizi vya mbolea na mbolea, hii tunamhakikishia mkulima aweze kupata mbolea ambayo ina viwango vya ubora vilivyokusudiwa ili aweze kuzalisha kwa tija na uzalishaji uongezeke. Sasa katika banda hili tumekuja kwa ajili ya kutoa elimu kwa wakulima. Kwanza kabisa kuhusiana na masuala ya matumizi sahihi ya mbolea, lakini pia tumeendelea kutoa elimu ya afya ya udongo. Tumeendelea kusisitiza wakulima ni vyema kuangalia afya ya udongo kabla ya kuchagua aina ya mbolea na mahali ambapo inakwenda kutumika. Hii itawasaidia kupunguza gharama, lakini pia kujua uhitaji wa udongo kwa ajili ya uzalishaji. Sambamba na hilo, kuna swala la wakulima. Kwa vile tunahudumia wakulima, basi tunaendelea kutoa elimu kwa ajili ya usajili. Wale waliojisajili katika miaka iliyopita tumeendelea kuwakumbusha kama wameongeza maeneo yao basi wafanye uhakiki wa maeneo yao ili waweze kupata pembejeo kulingana na ukubwa wa eneo. Sambamba na hilo pia kuna ushiriki wa kampuni mbalimbali za mbolea. Mpaka sasa Tanzania tuna almost viwanda 48, viwili vikiwa vikubwa, Itracom na Minjingu, lakini 14 vikiwa vya kati, lakini pia 32 vikiwa vidogo. Lengo kuu ni kuendelea kuhamasisha uzalishaji wa mbolea nchini ili kupunguza ile gap ambayo inatufanya tuagize kutoka nje ya nchi. Na mbolea hizi kabla hazijaingia kwenye matumizi huwa tunahakikisha zimesajiliwa. Sasa huwa tunazisajili kwa kuangalia virutubisho vilivyopo na tunaendelea kufuatilia ubora wa mbolea hizo zikiwa kwenye maduka. Kwa hiyo tuendelee kutoa rai kwa wauzaji wa pembejeo wazingatie sheria ya mbolea katika uuzaji wa mbolea, lakini pia katika hifadhi ili mwisho wa siku mkulima apate mbolea ambayo ina viwango vilivyokusudiwa. Ukiangalia mbele yako hapa kuna hizi mbolea ambazo tunazisajili. Mojawapo ikiwa kama hiki, tunasajili aina zote za mbolea. Mbolea za viwandani, zenye kemikali, za organiki na organomineral. Kama hapa ukiangalia hii ni mbolea ya organiki ambayo hii ina nitrogen, ina phosphorus, lakini ina organic carbon ambayo ni organic matter kwa ajili ya kurutubisha udongo. Kwa hiyo tumeendelea kuambia wakulima kwamba tuna aina tofauti tofauti za mbolea tulizozisajili ili mwisho wa siku waweze kuzitumia, isifike kipindi wakasema tu hakuna mbolea aina fulani kwa hiyo siwezi kutumia mbolea. Hapana. Lakini wao waangalie kirutubisho kinachohitajika kwa ajili ya kuzalishia au kukuzia au kunenepeshea. Kumekuwa na kilio cha baadhi ya wakulima wakizungumzia mbolea feki. Unawathibitishaje ubora na uhalisi wa mbolea? Asante. Kiuhalisia, mamlaka ya udhibiti mbolea wa Tanzania, sisi tumekasimiwa jukumu la kudhibiti mbolea. Kabla mbolea haijamfikia mkulima au haijaingia sokoni, sisi huwa tunaangalia viwango vya ubora vilivyopo, kwa sababu mamlaka ya udhibiti mbolea Tanzania tuna maabara ambayo inaangalia viwango vilivyomo katika mbolea. Baada ya hapo ndo inapelekwa kwenye maduka ya pembejeo. Kwa hiyo tuwahakikishie wakulima anaponunua mbolea aangalie kama ina nakili ya TFRA. Maana yake tutakuwa tumeshaiangalia ubora na mwisho wa siku itakuwa iko sahihi kwa ajili ya matumizi. Mwisho kabisa, unawaambiaje wa Tanzania, unawaambiaje wakulima na wadau wote katika mnyororo wa kilimo kuelekea dira ya taifa ya 2050? Okay, kuelekea dira ya
taifa ya 2050, kwanza tunaendelea kuwakumbusha wakulima kuhakikisha wanafanya matumizi sahihi ya mbolea, kwa sababu ukifanya matumizi sahihi ya mbolea unakuwa na uhakika wa tija ambayo ndio inazungumziwa kwenye dira ya 2050. Lakini pia kuendelea kuangalia afya ya udongo kabla hajaanza kutumia mbolea. Hili ni jambo la msingi, kwa sababu ukiangalia afya ya udongo utakuwa na uhakika wa mbolea gani unakwenda kuitumia. Lakini zaidi ya yote tunaendelea kuwakumbusha wakulima wajisajili, lakini wanunue mbolea kupitia mfumo wa ruzuku, maana hairuhusiwi kununua mbolea nje ya mfumo wa ruzuku ili kuondoa kununua mbolea ambazo ni ziko chini ya viwango. Nakushukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji, huyo ni Madam Happiness Mbele. Yeye ni mkurugenzi wa udhibiti kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania TFRA. Bado tuko pamoja nawe ITV na Radio 1 imepiga kambi hapa katika viwanja vya 88 mjini Dodoma kwa ajili ya kukusogezea karibu huduma zote zinazotolewa na wadau wa kilimo. Mimi ni Othman Suleiman, kwa niaba ya wenzangu wote tunakutakia tu endelea kutazama ITV. Usiondoke. Ni mwaka mwingine tena, 88 nyingine ya